natokea kampuni ya Speak Agro, ni meneja mradi wa YEFFA ambao unadhaminiwa na Mastercard Foundation, lakini unasimamiwa na AGRA. Sisi Speak Agro katika mradi wa YEFFA tunatekeleza katika value chain ya horticulture au mboga na matunda, na tunafanya kwenye mazao mawili ambayo ni parachichi na viazi mviringo. Na katika utekelezaji wa mradi wa YEFFA tunafanya katika mikoa miwili ambao ni mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya, na tunafanya katika wilaya 4 kutoka kwenye hiyo mikoa miwili. Katika mkoa wa Mbeya tunafanya katika wilaya ya Rungwe na Mbeya DC, na katika mkoa wa Songwe na maanisha tunafanya katika wilaya ya Ileje na Mbozi. Kwa hiyo kwa kifupi, malengo ya mradi unalenga kutafuta au kutatua changamoto za ajira kwa vijana. Kwa hiyo kama mradi una kazi ya kutengeneza fursa za ajira 261,000 hiyo kwa mradi mzima, lakini sisi kama Speak tuna kazi ya kutengeneza ajira 23,000 katika mikoa miwili ambayo ni mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya. Na kwa namna ya utekelezaji wa mradi tunatekeleza kupitia mfumo wa VBA, yani wakulima viongozi ndio watekelezaji wakuu ambao wanatoka katika maeneo husika katika hizo kata za wilaya ambazo tunategemea kutekeleza huu mradi, na mpaka sasa tumeshaweza kuwafikia wakulima viongozi 400 na zaidi. Lakini wakulima viongozi hao ambao wameweza kupatiwa mafunzo tofauti ikiambatana pamoja na mafunzo ya kilimo bora cha viazi na parachichi, wamepatiwa mafunzo ya ubora wa bidhaa na masoko, lakini pia watapatiwa mafunzo ya fedha ili vyote waweze kujumuishwa kwa pamoja, waweze kukutana na wakulima wengine wa kutoka kwenye vijiji vyao na kata zao, waweze kuwapatia huo muunganiko wa mafunzo hayo yote ili tuweze kuona kwa namna gani tunaweza kutatua changamoto ya ajira kwa vijana. Lakini kwenye kufikia lengo la upatikanaji wa ajira kwa vijana, mradi kama mradi unafanya kazi ya kuunganisha wakulima viongozi na mashirika tofauti ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali. Lengo ni kuona namna gani wakulima wanapata fursa ambazo zinapatikana kutoka kwenye hayo mashirika ili waweze kutatua hizo changamoto au kupata hiyo nafasi ya ajira. Wa AGRA wa vijana wa YEFFA umetukutanisha hapa ili tuweze kushiriki kwenye kujengea uwezo wa kulima hasa katika mazao ya parachichi pamoja na viazi. Sisi kama SAGOT tunaendelea kushirikiana kwa pamoja na wadau katika kuleta tija ya uelewa hasa katika upande wa masoko, lakini pia kwenye uzalishaji. Tunaendelea kushirikiana na kuwaleta wataalamu kwa pamoja ili wakulima waweze kupata suluhisho na kuweza kuzalisha kwa ubora ambao unatakikana kwenye masoko. Wakulima wanapokuwa pamoja inaleta urahisi wa kuyafikia masoko, lakini pia inaleta urahisi wa kuwafikishia mafunzo ya ubora na uzalishaji wenye tija. Sisi kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea tuna jukumu kubwa la kuhakikisha tunashirikiana na hawa wadau katika kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea ili yaweze kufikiwa. Kwa mfano, tunaingia kwenye kipengele cha kwamba tunahimiza matumizi sahihi ya mbolea ili hawa wakulima na hawa vijana ambao wanajengewa elimu ya kilimo bora cha viazi na parachichi waweze kuzalisha kwa tija. Sasa nashukuru sana wadau wote wa huu mradi wa YEFFA. Hasa utasaidia sana makundi ya wanawake na vijana kuingia katika mnyororo wa thamani wa mazao hasa ya parachichi na viazi. Lakini sisi kama chemba tuna jukumu kubwa la kuisaidia serikali na kushirikiana na wadau wengine kama mradi wa YEFFA pia kuhakikisha tunawatafutia masoko ya uhakika ya ndani na nje ya nchi. Maelezo kuhusiana na mradi wa YEFFA ambao unatoa mafunzo kwa wakulima viongozi kwenye viwango, ubora na masoko ya mazao. Ninawasihi sana wakulima viongozi ambao wamepata mafunzo haya waweze kwenda kushare na wenzao na ili mafunzo haya yaweze kuleta tija kupitia mradi huu wa YEFFA na kutengeneza fursa na kuongeza tija ya mazao. Faida ya kwanza ambayo tunaona kabisa hiki kitaenda kutusaidia ambacho ni kwamba tunaenda kuelimisha watu. Manake tunavyoenda kuelimisha watu
moja, sisi tumeshaelimishwa hapa, tunaenda kuelimisha wengine. Hii itakuwa ni faida ya kwanza. Faida ya pili, tunapata faida ya masoko. Tulichojifunza hapa ni jinsi ya kwenda kuwafundisha wakulima wa Rungwe, kwa sababu wilaya ya Rungwe ina athari ya parachichi ambalo lina fungus, ambalo soko letu kwa mwaka huu limekuwa ni baya. Pia nimejifunza ni njia gani na mbolea gani ambazo zitatumika kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho kilicho bora. Ninaamini kwa mafunzo haya tutaperform pakubwa sana, kwa sababu tumejifunza namna ya kulima na namna ya kupatikana kwa masoko. Kwa yale niliyojifunza hapa, naenda kuelimisha kwenye vikundi kwa mtu mmoja mmoja nitakayemkuta, na wengine watajifunza kutokana kwangu mimi. Masoko nitapata kutokana na wenzangu, hata moja tu niliyokutana nao hapa. Na masoko mengine nimepata elimu kwamba tunaweza tukapata masoko nje ya nchi. Sana. Nimepewa mafunzo mazuri sana ambayo yanahusiana na kilimo na masoko pia. Kiufupi tumejifunza jinsi sisi wakulima wadogo tunavyoweza kujikimu, yani kujiinua kimaisha. Na elimu tuliyoipata nimeiona kabisa kwamba hata nikiipeleka kwenye jamii itafaa sana, kwa sababu pia kwenye jamii kuna watu ambao wana ukosefu wa ajira, lakini kutokana na hii YEFFA naona kabisa kama nitaipeleka kulingana na malengo ya YEFFA, basi ni dhahiri kwamba vijana wengi wanakwenda kunufaika, kwa sababu ni chanzo cha ajira. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.